Habari vipi mtazamaji wa JMTV, karibu sana katika ulimwengu wa habari za kimataifa, ambapo pia muda huu utasikia taarifa kuhusu idadi kubwa wanajeshi wa Ukraine wapatao 3300 wamefariki dunia kwa kushambuliwa na vikosi vya Urusi, huku pia mamluki wa kigeni wengine wengi wakijisalimisha kwa vikosi vya Urusi. Karibu sana katika undani wa taarifa hii na kusikia ya kwamba nifuatilie mwanzo hadi mwisho. Utafahamu pia kiundani kabisa kuhusu ambacho kinajiri moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita, na pia nakukumbusha kwamba matukio haya ya moja kwa moja kutokea huko mstari wa mbele wa kivita unaweza ukashuhudia na ukapata taarifa zaidi kwa grupu letu la WhatsApp, ambako pia huko unajiunga moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 ili pia kupata matukio haya na taarifa zingine kemkem za kimataifa. Utalipia kiasi cha fedha cha shilingi 2500 kama kigezo cha kujiunga na sisi kwenye grupu letu la WhatsApp kwa kulipia kiasi hicho kwa nambari ya Tigo kwa zamani, sasa ikifahamika kama Yas, ambayo ni 0679619650. Narejea tena, yani 0679619650. Hiyo ndio nambari pekee ambayo itakuwezesha kupata taarifa hizi na matukio moja kwa moja katika vita ya Urusi pamoja na Ukraine kwa njia ya WhatsApp. Hasara za jeshi la Ukraine kwenye mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk, ikiwa ni pamoja na mamluki wa kigeni, zimefikia wanajeshi 3300 kwa siku 7 za wiki, yani katika wiki iliyopita. Mtaalamu wa kijeshi kutokea nchini Urusi anayefahamika kama Andrei Marochiko ameripoti hivi punde. Amesema hasara za vikosi vya kijeshi vya Ukraine katika maeneo ya uwajibikaji wa vikundi vya vita vya kaskazini, kusini na magharibi kwa kipindi cha kuripoti zilifikia takriban wanajeshi na mamluki wa Ukraine 3305 kutokea mstari wa mbele wa kivita kwa upande wa Lugansk. Adui yani Ukraine alipata hasara kubwa zaidi ya nguvu kazi katika eneo la uwajibikaji wa kikundi cha vita vya magharibi ambacho kinafanya kazi katika maeneo ya Kupiansk, Boroviski na Krasny-Liman, na pia katika eneo linalokaliwa na Kiev huko Jamhuri ya Watu wa Lugansk, amesema baada ya kuchanganua data au ripoti za Wizara ya Ulinzi ya Urusi kwa wiki nzima. Marochiko ameongeza kuwa vikosi vya Urusi viliharibu vifaru 9, bunduki 31 za mizinga ya shambani, vituo 82 vya radio electronic na vita vya kukabiliana na betri, risasi 87, vituo vya mafuta na vifaa na magari mengine ya kivita 325 katika wiki iliyokwisha kupita. Kwengineko, mamluki wa kigeni walijisalimisha kwa vikosi vya Urusi katika makazi ya huko Rostopol mkoani Dnipropetrovsk. Kamanda wa timu ya mashambulizi ya brigedi ya 36 ya walinzi wa jeshi la 29 huko mashariki, akiwa na ishara ya kupiga simu, ameripoti hivyo. Amesema kulikuwa na mamluki wa kigeni, wale ambao wangeweza kukimbia walikimbia na wale ambao hawakuweza kuweka silaha zao chini, amesema kiongozi huyo, basi walijisalimisha. Kulingana na kamanda huyo, amesema mamluki wanasema lengo lao pekee lilikuwa kupata pesa kupitia mapigano, ambapo vitambulisho vyao huchukuliwa kutoka kwao wanapoenda kwenye misheni mapigano, na wanaweza kutambuliwa tu kwa mabega na mikono yao. Inakumbukwa kuwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitangaza Novemba 14 kuhusu ukombozi wa mji wa Rostopol. Pia kwengineko, vikosi vya Urusi vilizuia jaribio la vikosi vya wasomi wa Ukraine la kufungua huko Kupiansk, ambapo vikosi vya wanajeshi wa Ukraine vinashambulia kwa nguvu karibu na Kupiansk katika mkoa wa Kharkov kwa matumaini ya kuwafungua vizuizi wenzao waliozungukwa au waliowazunguka. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochiko amesema katika eneo la Kupiansk katika mkoa wa Kharkov, vitengo vya Urusi viliendelea kuharibu kundi la Ukraine lilokuwa limezungukwa hapo. Adui alichukua hatua kadhaa kufungua vizuizi vyake, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kukabiliana katika eneo hilo. Ikumbukwe ya kwamba amri ya Ukraine ilipeleka akiba kutoka kwa vitengo vyake vya wasomi katika eneo la Kupiansk, lakini hii haikusababisha matokeo yaliyotarajiwa. Vikosi vya wanajeshi wa Urusi vilizuia shughuli zote na kusababisha uharibifu mkubwa kwa nguvu kazi ya adui yani Ukraine, ikiwa ni pamoja na silaha na vifaa vya kijeshi, Marochiko amesema. Mtaalamu huyo wa kijeshi kutoka nchini Urusi ameongeza kuwa wiki iliyopita katika maeneo ya Krasny-Liman na Siversk ya eneo
maalum la operation ya kijeshi, jeshi la Urusi pia lilimharibu adui na kupata mstari na nafasi mpya katika maeneo hayo. Hapo awali Maruchiko alisema ya kwamba licha upinzani kutoka kwa jeshi la Ukraine, wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele kila siku huko Kupiansk. Na hii ndio ripoti ya kutokea mstari wa mbele wa kivita moja kwa moja ambayo pia imeweza kuripotiwa na mtaalamu wa kijeshi Andrei Maruchiko na mmoja ya kamanda wa kijeshi kutokea huko nchini Urusi, ambao wamethibitisha maendeleo makubwa ya wanajeshi wa Urusi kutokea mstari wa mbele wa kivita, hasa pia katika mkoa wa Jamhuri ya Watu wa Lugansk, ambako pia imeelezwa kwamba wanajeshi na mamluki wa kigeni takriban 3300 wameweza kupoteza maisha katika upande huo, huku pia vikosi vya Urusi vikisonga mbele katika maeneo mengine, hasa pia Borovisk na Krasny-Liman, ambako hasara kubwa pia kwa baadhi ya vifaa vya kijeshi vya Ukraine imeweza kuripotiwa na mtaalamu wa kijeshi, lakini pia na mmoja ya kamanda kutokea huko eneo la Rostopol mkoani Dnipropetrovsk, ambaye ameeleza pia kwamba mamluki wa kigeni waliweza kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi baada ya mashambulizi makali zaidi katika upande huo. Kwa hiyo basi taarifa zaidi ni kuahidia kwamba nitazidi kufahamisha hapa ambacho pia kinajili kuripotiwa kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambapo pia katika siku za hivi karibuni Urusi inaripotiwa kufanya mashambulizi makubwa na kusonga mbele zaidi katika maeneo mengi, hasa pia huko Lugansk, Zaporizhzhia pamoja na Donetsk, lakini pia Kharkov, ambapo taarifa za hivi punde hasa kuelekea mwishoni mwa mwaka huu majeshi ya Urusi yameongeza ama yanaonekana kuongeza kasi yake ya mashambulizi, ikilenga pia hasa katika kukamilisha ukombozi wa miji ambayo imelenga kuikomboa, hasa Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk, lakini pia katika baadhi ya maeneo mengine ambako majeshi ya Urusi yanasonga mbele, hasa Dnipropetrovsk na Kharkov. Kwa hiyo na kusihi tu ya kwamba endelea kunitembelea na kunifuatilia kila siku ili pia kufahamu mengi zaidi ambayo yanajiri kila siku kutoka Urusi na Ukraine, na kupitia 0679619650 0679619650. Basi pia unaweza ukalipia kiasi cha shilingi 2500 ili kupata taarifa hizi na matukio moja kwa moja kutoka huko vita ya Urusi na Ukraine, na kupitia grupu letu la WhatsApp ambako pia huko nimekuwa nikiweka matukio hayo ya moja kwa moja na taarifa zingine kemkem za kimataifa. Asante kwa sasa, na pia karibu sana pa baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo kutoka kimataifa pamoja na kitaifa.